Je, wewe ni nani? Bila shaka swali hili kila mmoja kwenye akili yake ameanza kutoa majibu yake yeye mwenyewe anayoyajua. Yaani kiufupi linaonekana kuwa ni swali ambalo ni jepesi, ni swali ambalo ni very simple. Lakini hili ndilo swali gumu zaidi ambalo wewe unalifikiria kuwa ni jepesi. Ngoja nikupe mfano. Kwa wale ambao wamebahatika kupita shuleni ile mitihani ambayo wanafunzi hufanya vibaya zaidi ni ile mitihani ambayo huwa wanaiona ni rahisi sana. Ile mitihani huwa ina mitego michache sana ambapo kwa sababu ya kukosa umakini wanafunzi huanza. Kwa mfano unakutana na mtihani ambao majibu yani karibia yote unayajua, yani unaona kabisa huu mtihani unapata 100. Kumbe kuna mtego ambao pengine umeambiwa usijibu swali moja, pengine umeambiwa labda jibu swali namba fulani na namba fulani, maswali mengine usiyajibu, au umeambiwa andika tu jina lako kisha kusanya. Wewe kwa sababu umeona maswali mepesi unakimbilia kujibu. Ndivyo ilivyo kwa swali hili. Wengi wametoa majibu yao kwamba wao ni akina nani, lakini umeshawahi kufikiri kwa namna tofauti? Sasa leo nataka nikwambie kitu kimoja. Unajua kwenye jamii kuna matatizo mengi sana ambayo tunasababisha sisi binadamu kwa sababu sisi binadamu bado hatujajitambua. Kutokujitambua sio tusi, isipokuwa ni kutokujua wewe ni nani hasa. Ndio maana tunaona watu wanaua watu wengine, tunaona watu wanauana. Kwa sababu gani? Kwa sababu bado kwenye jamii hatujajitambua sisi ni akina nani. Na ndio maana hatujui wao ni akina nani na sisi ni akina nani. Tunahisi kwamba pengine wao ndio wanaziba riziki letu. Lakini ngoja leo nataka nikusaidie ufikiri kwa namna tofauti zaidi. Iko hivi, hili swali inabidi wewe ni mcha Mungu, muombe sana Mwenyezi Mungu akusaidie uweze kujijua wewe ni nani mapema. Uweze kujijua wewe ni nani ukiwa na nguvu. Uweze kujijua wewe ni nani wakati ambao unaweza ukaanza upya. Muombe sana Mungu akusaidie hiyo kitu. Hilo jambo uweze kulifahamu mapema. Sasa nitaanza kukufumbua macho. Nini ambacho kinakufanya wewe ujitambue? Cha kwanza kabisa lazima uwe na maono. Bila maono huwezi kujitambua. Bila maono utaishia kufanya kila kitu. Leo mtu anaweza akaanzisha biashara fulani akaifanya kwa miezi miwili akaacha, akaanzisha kitu fulani akafanya kwa miezi, yani anafanya kila kitu anachokutana nacho. Kwa nini? Kwa sababu hajui yeye ni nani hasa na kwa nini yupo. Hajui kabisa yeye ni nani. Laiti kama angekuwa anajua, basi angeenda moja kwa moja kwenye jambo ambalo yeye anajua ni yeye. Sijui tunaelewana hapo. Halafu kingine, hasara za kutokujitambua ni kwamba hautabadilisha maisha yako. Utaendelea kubaki hivyo hivyo. Usipojitambua, utaendelea kutumikishwa, utaendelea kutumwa, utakuwa chawa. Hautajisimamia wewe mwenyewe kwa sababu hujitambui. Halafu kitu kingine ambacho watu wengi hawaelewi, ngoja nikupe mfano mzuri kabisa ambao tunaujua kila siku. Kwamba unapoenda stand ukakutana na basi jipya. Lile basi jipya huwa kila mtu anatamani kupanda lile basi jipya. Kila mtu anatamani kusafiri kwa kutumia lile basi jipya. Lakini watu wengi wataendelea kulitumia lile basi jipya. Kadiri muda unavyozidi kwenda lile basi linaanza kuchakaa na kuchoka. Linapochoka hata nguvu ya ufanisi na utendaji kazi wake inapungua. Inapopungua wale watu ambao walikuwa wanakimbia kwenda kupanda lile basi wanaacha, wanatafuta tena basi lingine ambalo ni jipya. Wanatafuta tena basi jingine ambalo bado lina uwezo, linaweza likahimili safari ndefu, linaweza likahimili kasi kwa safari ndefu. Ndipo watu tulivyo. Iko hivi, kwa nini nimetoa huu mfano? Iko hivi, usipojua kwamba wewe ni nani, watu watakutumia kipindi ambacho wewe ukiwa ni most productive person. Watakutumia kipindi ambacho wewe unaweza kuzalisha. Na kipindi ambacho wewe utachoka kwa sababu haujitambui, watakudump, wataachana na wewe, watatafuta tena watu wengine ambao pia wana nguvu. Sijui tunaelewana hapo. Kwa maana hiyo kitu ambacho inatakiwa tujifunze zaidi, tujitambue. Kwani yani wewe ni nani? Na njia mojawapo ya kujitambua, hebu fikiria
unachokifanya miaka 5 mbeleni utakuwa yani kitakupeleka wapi? Miaka wewe yani unatamani kuwa nani baada ya miaka kadhaa? Unatamani kufanya nini? Na je, unachokifanya leo kina mchango gani kwenye ndoto yako uliyopo nayo? Kuna watu wengi sana wanakatisha tamaa, watu wanakwambia Tanzania ndoto haziwezekani. Ikiwa utaamini mambo hayo, basi inabidi ukubaliane kutumika. Na kwa sababu utakubali kutumika, itabidi ufanye chochote for surviving. Watu wengi sana tunafanya chochote for surviving. That's why unaweza ukaambiwa kwamba hivi umuue mwenzako upate pesa. Mtu anaona kwamba ni simple task. Somebody can kill his neighbor for the sake of money. Yani mtu anahitaji pesa, anamuua mwenzake ili apate nini? Apate pesa. Kwa nini? Kwa sababu bado hatujajitambua. Leti kama tungekuwa tunajitambua, jamii ingekuwa inajitambua. Na yani ninaona kabisa jamii ambayo tungekuwa tunaishi kwa upendo, tungekuwa tunaishi kwa kusaidizana. Kwa sababu wewe unajitambua, ukijitambua wewe akajitambua, jirani yako akajitambua, kila mmoja akajitambua, tutaishi makusudi yetu ambayo tupo hapa tunaendelea kuishi. Lakini usipojitambua utaendelea kutumika, utatumikishwa, kila sehemu wewe utaenda, kila kitu utafanya. Kwa sababu gani? Kwa sababu ili uweze kusurvive. Hiyo ndo maana halisi ya wewe ni nani. Hebu muombe Mwenyezi Mungu akusaidie ujue wewe ni nani. Na ili ujue wewe ni nani, jaribu kutengeneza malengo. Tunasema personal goals. Uwe na malengo yako binafsi, kwamba ndoto yako, vision, kwamba baada ya miaka kadhaa utakuwa mtu fulani, utakuwa unafanya kitu fulani, utakuwa sehemu fulani. Hiyo ndo tunasema ni vision. Na hili somo la vision watu wengi pia hawalijui. Ipo siku tutakuja tuanze series ya vision pamoja na dreams, maono pamoja na ndoto, tuweze kujifunza na kutofautisha hivi vitu, ili kusudi sasa vijana wenzangu tuweze kugrow up, vijana wenzangu pamoja na jamii tuweze kukua. Kwa maana hiyo niwaalike katika jamii ambayo ninaamini kwamba tunaweza tukaishi jamii ambayo itakuwa na upendo, jamii ambayo tutakuwa na ushirikiano, jamii ambayo polisi hawataanza kushindana na wanadamu tena. Maaskari, wanajeshi hawataanza kutengeneza teknolojia kwa ajili ya mabomu, kwa ajili ya kumuua mwanadamu mwingine. Ninaona kabisa jamii ambayo maaskari wanabaki kutulinda dhidi ya wanyama wakali. Inawezekana kabisa kama tukishajitambua. Kijana wa vitendo, jamii ya mabadiliko.